Mtoto mdogo anashutumu afisa wa polisi mahakamani alichosema kiliwaacha wote wakiwa wamebaki kimya. Fikiria chumba cha mahakama kilichojaa watu. Msisimko ni mkali kiasi kwamba ungeweza kukatwa kwa kisu. Ghafla, mtoto wa miaka 6 anasimama, akitetemeka lakini kwa ujasiri, na anaelekeza kidole moja kwa moja kwa afisa wa polisi aliyeko kwenye kiti cha ushuhuda. Anaongea uongo, mtoto anasema, sauti yake ikitetemeka lakini wazi. Chumba chote cha mahakama kinapiga kelele kwa mshangao. Kinachofuata kitakushangaza. Hutaamini mtandao wa uongo, usaliti na ujasiri usioaminika utakaofunuliwa katika dakika chache zijazo. Hii ni hadithi ambayo ulimwengu wote unahitaji kuisikia. Kabla hatujaanza, usisahau kujiandikisha ili kupata hadithi zaidi za maisha halisi zinazoshangaza ambazo zinapinga mamlaka na kufichua ukweli. Sasa, hebu tuanze. Asubuhi ya mahakamani. Jua liliang'aa kidogo kupitia anga la asubuhi lenye mawingu wakati familia, waandishi wa habari na wanasheria walipojaa chumba cha mahakama 9A. Hakimu hakuwa bado amefika, lakini mzunguko wa habari ulikuwa mkali kwa sababu kesi hii haikuwa ya kawaida. Aliyekuwa anashitakiwa leo hakuwa mhalifu au kiongozi wa kikundi cha uhalifu, bali mama mmoja aitwaye Alicia Matthews, mwanamke Mwafrika Marekani aliyefanya kazi kwa bidii, anayeshtakiwa kwa kukataa kukamatwa na kuweka afisa wa polisi hatarini. Kosa lake: kujaribu kumlinda mtoto wake, Jaylen wa miaka 6, wakati wa kusimamishwa kwa kawaida kwa gari lililoenda vibaya sana. Upande wa mashitaka ulimchora kuwa mshambuliaji asiye na utulivu, hatari kwa jamii. Lakini kama mtu yeyote angekuwa ameona video ya kamera ya mwili ambayo iliyopotea kwa ajabu, wangejua kuna kitu hakiko sawa. Alicia aliketi kimya, mikono yake ikitetemeka kwenye paja lake, mwakilishi wake wa umma akimnong'oneza kitu kisichofa miguuni. Jaylen aliketi nyuma yake kwenye ukumbi, macho yake yakiwa makubwa na kimya, akishikamana na begi lake dogo la Spider-Man. Kinyume nao, afisa Darnell Briggs aliketi wima katika sare yake, mwenye ujasiri na hafahamiki, kana kwamba chumba cha mahakama kilikuwa chake tayari. Hakimu hatimaye aliingia na kesi ilianza. Rabater. Siku za kwanza za kesi. Siku 2 za kwanza zilikuwa mahanganyiko wa ushuhuda, upingaji na minong'ono. Upande wa mashitaka ulitembeza mashahidi moja baada ya mwingine, wengi wakiwa ni maafisa, wote wakirudia hadithi sawa. Alicia alikataa kukamatwa. Alisukuma afisa Briggs. Alipiga kelele za matusi, lakini hakukuwa na video halisi. Hakuna video ya dashibodi, hakuna kamera ya mwili, hakuna kamera ya barabara. Zote zilisemekana kuwa zimeharibiwa au hazikuwa kamili. Mwakilishi wa Alicia alijaribu kuhoja azimio la kuahirisha kesi hadi data iweze kurejeshwa, lakini hakimu, mzee mweupe mwenye kope nzito na ratiba ngumu, alikataa. Ilionekana hakuna matumaini hadi Jaylen akasimama. Mars, mtoto anazungumza. Ilikuwa siku ya 3. Hakimu alikuwa karibu kupumzisha kikao wakati sauti ya Jaylen ilivunja kimya cha chumba cha mahakama. "Samahani," alisema, sauti yake ikiwa haisikiliki. "Naweza kusema kitu?" Kila mtu aligeuka. Hakimu alionekana kuchanganyikiwa. Wanasheria waliganda. "Nataka kuzungumza, ninakumbuka kila kitu." Minong'ono ilijaza hewa. Alicia aligeuka nyuma akiwa na wasiwasi. "Jaylen, hapana," alinong'ona, lakini yeye alisimama hata hivyo. Hakimu aliashiria askari wa mahakama. "Mleteni mvulana mbele." Na kama hivyo tu, mtoto aliapishwa. Ndabrembara ushuhuda wa Jaylen. Mkono mdogo wa Jaylen ulishika Biblia alipoapishwa kusema ukweli. Alionekana hata mdogo zaidi, akiketi kwenye kiti kikubwa cha ushuhuda, miguu yake ikining'inia juu ya sakafu. Hakimu aliinama mbele. "Unataka kutuambia nini, kijana?" Jaylen alichukua pumzi. "Afisa huyu anaongea uongo." Kelele za mshangao zilibuka.
Mwendesha mashtaka alirukaruka. Napinga, yeye ni mdogo. Hakuwa kwenye orodha ya mashahidi. Hakimu aliinua mkono. Tayari tuko hapa. Acha mvulana azungumze. Jaylen alimwangalia moja kwa moja afisa Briggs. Alimvuta mama nje ya gari. Hakupiga kelele. Alikuwa analia. Alisema maneno mabaya. Alimsukuma uso wake chini na kusema anafanya kama mwenda wazimu. Lakini hakuwa. Niliona yote. Kimya. Kisha Jaylen alimeza kwa bidii. Aliniona nikirekodi kwa simu ya mama na akachukua. Alisema hakuna mtu atakayeniamini. Chumba cha mahakama kilingia katika kimya cha mshangao. Mwakilishi wa utetezi, ambaye hadi sasa alionekana kushindwa, ghafla alianza tena. Jaylen, unakumbuka nini kilichotokea kwa simu ya mama yako? Jaylen alinama kichwa. Aliponda, kisha akaitupa kwenye nyasi. Unakumbuka kilichokuwa kwenye simu? Video. Unaweza kuieleza? Kila kitu tangu alipokuja kwenye dirisha hadi alipoweka mama kwenye gari. Afisa Briggs alika ameganda, jasho likiwa linang'aa kwenye paji lake. Mwendesha mashtaka alishafua na karatasi za kisheria. Mwakilishi wa utetezi alimwangalia hakimu. Mheshimiwa, naomba amri ya kuita simu binafsi ya afisa Briggs na kuomba uchambuzi wa dharura waiti kwenye akaunti ya simu ya Matthews. Ushuhuda wa mvulana unaashiria uharibifu wa makusudi wa ushahidi. Hakimu aliyekuwa ameshtuka aliinama kichwa. Imekubaliwa. Bodatenast ukweli unafunuliwa. Masaa 72 yaliyofuata yalipindua kesi nzima. Uchambuzi wa kisayansi ulirejeza nakala ya wingu ya simu iliyoharibiwa. Video ilikuwa wazi kabisa. Ilionyesha Alicia akivutwa kutoka kwenye gari, uso wake ukipigwa kwenye lami, akipiga kelele si kwa hasira, bali kwa maumivu. Ilionyesha Briggs akitazama karibu, akiona simu kwenye kiti cha abiria na kuiponda chini ya kiatu chake. Kilichokuwa cha kutia hofu zaidi, ilionyesha Alicia hakufanya chochote ambacho kingeweza hata kidogo kuhesabiwa kuwa cha kushambulia. Chumba cha mahakama kilijaa na vyombo vya habari. Video iliponyeshwa. Waandishi wa habari waliandika kwa haraka. Jaylen alilia kwenye paja la mama yake. Briggs aligeuka, uso wake ukiwa umebadilika rangi. Kisha likaja jambo ambalo hakuna aliyetegemea. Mbwembwe kutoka ndani ya idara alitokea mbele. Afisa kijana aitwaye Rene Alvarez alidai Briggs alikuwa na historia ya tabia mbaya iliyozuiwa na idara ya mambo ya ndani. Tuliambiwa kufuta ripoti. Malalamiko yalipotea. Alilinwa. Alitoa hifadhi iliyofichwa na kuiweka kwenye kiti cha hakimu. Hizi ni maandiko ya ndani. Sikuweza kuendelea kuishi na hili. Chumba cha mahakama kilikuwa kituo cha mlipuko wa ukweli. Haki inafanyiwa mashtaka dhidi ya Alicia yaliondolewa mara moja. Lakini haikutosha. Mwakilishi wa Alicia, sasa akiungwa mkono na timu ya haki za kiraia, alifungua kesi ya mashtaka ya ubaya na ubaguzi wa rangi. Waandamanaji walikusanyika nje. Vyombo vya habari vya kitaifa vilichukua hadithi. Meya alitoa taarifa kwa waandishi wa habari. Afisa Briggs alisimamishwa kazi kisha akakamatwa. Miezi baadaye, miezi ilipita. Alicia alikuwa huru, lakini hakusahau. Alichukua hadithi yake kwa kila jukwaa ambalo lingeweza kumsikiliza. Good Morning America, redio za mitaa, hata shule. Jaylen, aliyekuwa mtoto mnyamavu na wa unyonge, alikuwa ishara ya ukweli. Mtoto aliyesimama wakati watu wazima hawakufanya hivyo. Msingi ulianzishwa kwa jina lake, Jaylen Speaks, kufundisha na kulinda mashahidi vijana na kutoa msaada wa kisheria kwa familia zinazohitaji. Kesi hiyo ilisababisha mawimbi katika mfumo wa haki wa mji. Maafisa wengi waliwekwa chini ya uchunguzi. Sera mpya zilizidishwa zinahitaji nakala za wahusika watatu za video zote za kamera za mwili. Hakimu ambaye karibu alituma Alicia jela bila ushahidi aliomba msamaha hadharani na kutangaza kustaafu mapema. Mwaka baadaye,
Lakini labda tukio lenye nguvu zaidi lilikuja mwaka mmoja baadaye wakati wa mkutano wa televisheni wa mji. Jaylen alisimama kwenye jukwaa. Mtoto huyo ambaye hapo awali alining'iniza miguu yake kwenye kiti cha ushuhuda, sasa kidogo mrefu zaidi, kijasiri zaidi. Mliniambia nilikuwa mdogo sana kujua ukweli. Lakini ukweli sio kuhusu ukubwa. Ni kuhusu kile kinachofaa. Alishuka chini kwa makofi makuu. Na mahali fulani kwenye safu ya nyuma, afisa Alvarez, ambaye sasa amepandishwa cheo kuwa msaidizi wa jamii, alipangusa machozi. Kama hadithi hii ilikugusa, bonyeza kitufe cha kujiandikisha na uwashe arifa, ili usikose hadithi nyingine ya maisha halisi itakayokuacha ukiwa hauna la kusema. Kwa sababu ukweli unapozungumza, haijalishi sauti ni ndogo kiasi gani, hurejesha mwangwi milele.